Nani Lugano kuhusiana hili swala, vipi wewe umelipokeaje kama meneja wa uwanja mara baada sasa kwa maana wanachama wa Simba wazee ambao wamekuja kutoa maoni yao, na sio mmefikia wapi katika mazungumzo yenu? Sasa ukiniuliza hilo jambo, rafiki yangu, na hakika waliozungumza ni wazee wa Simba. Wamejitambulisha kama ni wazee wa Simba. Sasa sijajua wewe umeonaje? Sasa mimi ndugu yangu, nikianza kulizungumza jambo nitakuwa na kudanganya, kwa sababu ndio hayo makundi kwanza kwa hizi za wapi lazima klabu yenyewe wakudhibitishie. Sasa ndio maana huwezi kuzungumza kwa sababu huna wastani ni makundi gani wamekuja sio nini wame nani hivyo, lakini mwisho wa siku sisi kama taasisi na utaratibu ndio ni watu wanakutaba chini kuja kutrain, wanaweza wakaja kwa nini. Ukianza kusema amezungumza huyu waje kujibu kwamba hii ni Simba au ni nani, ni ngumu. Ndio maana tutako kimya. Okay. Yote kama ni mambo mengine sawa, lakini hilo kwa kweli kwa ni sikudanganya. Kwa sababu walionekana wako uwanjani pale. Sasa tukanajiuliza uwanjani pengine walikutana na wewe kama meneja. Hata wewe ukienda sasa hizo unaonekana. Mimi umeniona niko nao hapa au nani umemwona? Hamna. Kwa hiyo ujue kwamba timu mwenyeji ni nani? Si ni sisi wa Tanzania. Kwa mtu yote anaweza akaenda pale, anaweza akaingia akaruhusiwa kutokana na situation. Kwa hiyo wala wasiwasi wao ni kutokana na kile ambacho wanakizungumza kwamba kwenye mchezo ambao ulitarajiwa kufanyika wa tarehe 8. Simu ile katika nasema unasema wasiwasi wa nini? Anasema wao walikuwa na wasiwasi juu ya kile ambacho wao wanakihisi kwenye maamuzi ambao ulitoa mwanzoni wakati kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo. Inaonekana kama wao ndio wakuridhika. Maamuzi yapi? Mimi nimetoa maamuzi gani? Ya kutokuingia kwa Simba. Nadhani labda wao ndio wanaweza wakaelekea kama una uhakika hao ndio wenyewe. Kwa sababu timu imefika hapo, siko robo finali, inachezea wapi? Uwanja huo na ukiwa meneja mwenyewe na walikuwa wanapata matokeo. Kocha msingi vitu vingine hata mimi wanaanzisha na wauliza, kwa sababu unaweza ukawa unaendekeza tu vitu afu ujue yani hivyo. Kwa hiyo mimi siwezi kusema chochote, lakini mafanikio nayo yaona ni sisi hao ndio tunaratibu mpaka hapo wamefika hapo. Kwa hiyo mengine ni just history wala msijali. Sasa ndio meneja ndio kidogo nyingine hapa na watu wakafu. Sasa sio ni nani kidogo. Nitaka nimalizie tu swali kidogo alafu kama tutaniruhusu. Nadhani tumeshamaliza rafiki yangu. Sidhani kama kuna issue tena. Kwa sababu nitaka kufahamu tu kwamba mwisho wa siku ni nini ambacho kinatokea sasa. Manake wao walitaka angalau kwenye hiyo mechi uachie. Nimekwambia hilo jambo silizungumzia kwa sababu wao walitaka kina nani. Mimi sijui hao unaowazungumzia. Ndio maana tukaeleza situation ambayo ipo, hata kama ni timu imefika robo finali inacheza uwanja huu. Sasa mengine hayo unaweza kama unasema hakika kwamba ni nani ni ngumu, hatuwezi kuanza kujibu. Kwa hiyo ulitegemea kupata barua kutoka Simba? Nini? Ulitegemea barua ya utoke kwanza Simba ndo watambue? Unajua wewe unaleta maswali yako. Ndio. Unasikia? Ndio. Unaleta maswali yako, mimi nimesha kujibu. Kwenye swali hilo meneja ulichozungumza. Kaniambia nilitegemea. Anasema kwa sababu wao wamekuja bila barua ya uongozi wa Simba, wao wameongea tu. Kwa nini? Wamekuja bila kuleta barua ya Simba kujitambulisha. Kujitambulisha nini? Yaani wao wamekuja tu, yani wanajitambulisha kwamba ni mashabiki wa Simba. Kwa hiyo yani mimi sijakuelewa. Nasema ilistahili kwa hiyo barua ikitoka Simba ili uweze kuwatambua. Kina nani hao unaozungumzia? Mimi sijui yani nimekuwatambua kina nani. Kuna wazee ambao wamekuja hapo uwanjani na kuzungumza mengi kuhusiana na kukuomba ukae pembeni kwenye mchezo wao wa Simba. Mimi sijui. Sasa wewe unazungumza yani kama manake wao ndio ungewauliza kwanza wathibitishe. Sasa ukiniuliza unanionea kaka. Naam, karibu sana ndani ya Like Media, na ni wakati mzuri wa kuweza kupata story mbalimbali za kimichezo kama ambavyo nafahamu katika dimba la Mkapa tarehe 7 kulikuwa na mkusanyiko wa mashabiki wengi wa Simba, hasa wale wazee ambao walienda pale uwanjani, na ilikuwa ni shinikizo ilisikika wakishinikiza kwamba meneja wa uwanja
Mheshimiwa Muhona ambaye anasimamia uwanja kwa sasa aweze kuondoka pale wa kuachia katika mchezo ambao unafuata dhidi ya Al Masry. Na hiyo moja kwa moja kanifanya nimtafute mwanachama wa Wekundu wa Msimbazi Simba, Bini Simba, niweze kuzungumza naye kuhusiana na mtazamo wake kwa kile kitu ambacho wazee wa Simba walikusanyika pale uwanjani na kutoa mtazamo wao juu ya meneja wa uwanja. Vipi kwa upande wake, ameipokeaje? Anaona iko sawa sawa au kuna sehemu hapajakaa sawa sawa? Bini Simba, kama unanisikia vizuri baada ya muda huu. Salama tu za kwako ndugu yangu. Safi, mambo yanaendaje? Mimi salama tu, sio. Mungu ni mwema, tuendelea vizuri. Nitaka kufahamu kuhusiana na swala ambalo litokea pale katika uwanja wa Mkapa. Tarehe 8 tutakuwa nakumbuka kuna wazee, kuna taarifa ya wazee imetoka wakitaka meneja wa uwanja aondoke, wakiongea mbele ya vyombo vya habari. Kwa upande wako nafikiri ilikuwa iko sahihi au mtazamo wako ni upi kwa kile ambacho kimezungumza? Bila shaka umewasikia vizuri. Mimi nimewasikiliza walichozungumza. Kwanza jitambulishe, kama ni shabiki wa timu gani? Mimi naitwa Hussein Simba, maarufu kama Bin Simba, ni mwanachama wa Simba Sports Club, kadi namba 5273. Ndio. Mimi nimewasikiliza walivyozungumza maoni yao. Lakini mimi kwa kweli sikupendezewa na namna au aina ya maneno ambayo waliozungumza pale. Kwa sababu kuna mambo mengine hutakiwi mtu kuzungumza hadharani. Lazima mtu uchuje haya maneno ni ya kuzungumza wapi na haya maneno ya kuzungumza sehemu gani. Leo unapoanza kuongea hadharani kwamba sisi ni wazee tuko hapa siku ya 4 leo tumezuiliwa kuingia uwanjani, italeta maswali mengi sana. Hiyo sio sahihi kabisa. Lakini hata kama anaonekana meneja yule wa uwanja hayuko sahihi, mimi sisemi kwamba yuko sahihi au hayuko sahihi. Lakini kuna njia za kutumia. Wangetumia njia ambazo za kimya. Yeye huyo ana mabosi wake. Sisi Simba tungewafuata mabosi wake kwenda kuwaambia kwamba huyu mtu anatukwaza 1 2 3. Kwa sababu leo hii unapoongea hadharani, leo watu watajiuliza, mnataka kwenda uwanjani wazee kufanya nini? Mtakuja kusababisha mpaka kafu nayo waanze kutilia mashaka. Bwana, kwa hawa watu huwa kumbe wanaruhusu watu kuingia viwanjani kada ya game. Sasa wataanza kujiuliza kafu, hawa watu wanakwenda kufanya nini? Sasa nani, kwa nini sasa tuwatengenezee watu mashaka, tutengenezee watu maswali mengi pasipokuwa na sababu ya msingi? Kwa hiyo mimi ninaomba tu muda mwingine tujitahidi sana sisi wanachama na mashabiki wa Simba Sports Club. Tuchuje aina ya maneno, wapi pa kupaswa kuzungumza na wakati gani. Mtu unaposimama kwenye media, huo ni ushahidi tayari tosha. Leo kesho na kesho kutwa watu watakapokuwa kwenda nini, watu watakapoamua kwenda kutushtaki huko mbele ya safari kwamba tunafanya mambo ambayo sio mazuri, huu utakuwa ni moja nini ya ushahidi ambao sio kitu kizuri. Kwa hiyo mimi nashauri tu tutumie sana hekima, na wao wamesema wenyewe wazee maana yake wamejawa nini na hekima sana. Na waomba tena na tena hili tabia isijirudie. Kama kuna jambo lolote tupite njia zilizokuwa sahihi, kama kwa mabosi wao au kwa wapi, au hata kama kwa kumfuata yeye mwenyewe kwa kumueleza bwana, hapa kuna 1 2 3 4 5 6. Hiyo inatosha kuliko haya ambayo wanayoyafanya. Unafikiri kitu ambacho kimewasukuma kufanya hivyo pengine ni kuzuiliwa kwao au ni masuala ambayo wao wanahisi yalishawahi kufanyika ambayo hayakuwa sahihi, hasa ile ya kuwafungulia Yanga kuingia uwanjani wakati tamko la bodi ya ligi lishatoka kabisa kwamba mchezo haupo? Unafikiri ni kitu gani ambacho kiliwasukuma mpaka kufikiria hivyo? Hawajatoa hoja zozote zingine kiachana na kuzuiliwa uwanjani? Hayo yote wamesema kwamba ikiwemo kwamba ile mechi ya dabi, ile Simba kuzuiliwa kuingia uwanjani, na hii ya leo ya juzi kwamba pia kuzuiliwa kuingia uwanjani. Sawa? Ndio. Sasa ukiangalia yeye huyo ndio katuzuia kuingia uwanjani, lakini kasimamia kanuni. Sisi tumeelewana, lakini hana makosa katika hiyo kutuzuia. Sasa kama sisi, ina maana kama kuhitaji kuingia tunahitaji busara na sio sheria. Sasa kama sio sheria tunahitaji busara
inatatuliwa, yani changamoto yote ya ya busara inatatuliwa kwa kutumia mazungumzo. Sio, umeelewa? Na sio kwa kutumia vurugu kama hivyo na maneno yote na shutuma. Haiwezekani. Mtamfanya yeye pia awe yani kiburi zaidi. Kwa sababu asema mimi nasimamia sheria, mtanifanya nini? Hamna chochote cha kufanya, kwa sababu hata huko mbele mkenda kwa bosi wake, yeye atasema bwana, mimi nimesimamia sheria kwamba watu hawapaswi hivi. Kwa hiyo hapa mimi nachoona cha msingi tu, tukae chini, tukae nao kimya kimya, tuzungumze naye kama hapa tuna jambo letu. Japokuwa sio vizuri na mimi hata haya kusema hivi kwamba tunataka tukae chini naye chini, lakini ninachoomba mimi watumie njia sahihi kutatua huu mgogoro na sio hiyo njia ambayo wao wanaizungumza hapo. Kwa wewe unapingana nao kabisa kwamba haikuwa sahihi? Haikuwa sahihi wao kuzungumza yale maneno, sio sahihi. Lakini kama tunataka jambo letu lolote, tutumie njia zingine za kimya kimya. Yani hicho ndio pointi yangu hapo. Tutumie njia zingine za busara tuweze kutatua matatizo ambayo yaliyokuwepo. Kwa sababu na yeye pia ni binadamu, na yeye pia ni Mtanzania. Kama tunataka tuna jambo letu la Tanzania, tutakae naye chini tuzungumze naye. Vipi wewe ulikuwa unapendekeza kama ambavyo wanasema kwamba kwenye mchezo huu awapishe, lakini awapishe kwa maana ya iwe kwa kimya kimya sasa, lakini mwenyewe ulikuwa unapendekeza kwamba angalau wakae pembeni mchezo dhidi ya Al Masry awapishe, kwa sababu nahisi kama ni mtu ambaye yuko upande wa Yanga. Wewe unaunga hicho kitu mkono? Mimi hata kama kitu ametupisha mimi pia nitafurahi vile vile, ila sema tu ninachosema mimi. Haya mambo ilibidi yafanyike kimya kimya. Yani mimi ndio mada yangu. Yafanyike kimya kimya mazungumzo, sio kuwatangazia umma, sio tu kutangazia dunia. Hiyo ndio siitaki mimi. Yani mimi hiyo ndio siona mimi kwangu mimi haijakaa sawa. Ninachoona mimi sawa, tukae kimya kimya, tuzungumze kimya kimya, tuyamalize kimya kimya. Kama shabiki wa Simba, kama shabiki wa Simba, unaona endapo kama tabakia meneja kuwepo, unafikiri mnaweza mkoshinda mchezo au kuondoka kwake ndio mnaweza mkapata haueni ya kushinda? Yani kubakia kwake inaweza kaa kikwazo cha nyewe kufanikiwa? Anaweza pia kuchukua kutukwamisha, hiyo ipo, inawezekana. Umeelewa? Lakini sio kama ni kwa sababu ya kutufunga ya kufungwa au ya kushinda. Lakini nasemaje, kikwazo cha aina yoyote kile ni ni sababu mojawapo ya kuelekea kushindwa. Lakini sasa sisemi kama tutashindwa, si umeelewa? Lakini cha msingi kama atasema atakaa pembeni, mimi nitafurahi zaidi. Sawa, Bini Simba, lakini matarajio yako kama shabiki wa Simba kuelekea katika mchezo huu, nahisi pengine mnaenda kutoboa magoli 3, sio kama chapati na tumezoea kula 2, lakini chapati 3 mtu zamtoa jasho. Vipi inaweza kaa rahisi kupata hizo goli 3? Unajua kuna mambo mawili hapo. Tukiangalia kwa mchezo ambao tulocheza kule Misri, au jamani wa kwetu, yani unaona tu kwamba bahati ilikuwa kwetu, au pale mbele sisi hatakuwa tuna utulivu. Kuna vitu viwili pale vinaonekana, bahati lakini pia hatakuwa na utulivu pale mbele. Lakini na wale ukiangalia hii na magoli yao waliofunga, wamefunga tu kwa bahati zaidi. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba lolote linawezekana, kwa sababu yani hawa kama kuwafunga ilibidi tuwafungie kule kwao. Na kama watakuja vile vile, na kama sisi hapa tutatulia hapa, mimi na imani sisi hao tunawatoa. Hizo goli nyingi sio, hizo goli 2 sio nyingi kutokana na aina mpira ambao walocheza wao, au kutokana na aina ya upinzani ambao tulikutana nao. Kwa hiyo mimi nina imani hao jamaa sisi tunawafunga. Tutulize tukicho Simba, tuache mambo mengine haya kukimbilia kwenye media kuamika vitu vya ajabu. Tufanye mambo yetu kimya kimya. Hao jamaa ni wa kwetu. Wape ushauri wazee wa Simba ambao wameenda pale uwanjani na kutaka meneja aondoke. Wape ushauri. Mimi ushauri wangu tutumie hekima zaidi. Mimi na washauri wazee, kwa kuwa na wao ni wazee, basi tutumie hekima zaidi katika kuliendea hili swala. Cha msingi sisi pointi 3. Sisi Simba ni timu kubwa. Sisi Simba ya mambo kimataifa sisi ndio ya kwetu. Sisi hatuwezi tukasumbuliwa leo hii eti na mtu mmoja. Hapana. Huyo mtu mmoja tunaweza tukakaa naye tukazungumza naye, au kama vitu vingine, au hata kama kutumia bosi wake tutakaa naye tutazungumza naye, mambo mengine ataenda. Lakini yawe kimya kimya, haina haja kupigizana kelele. Na hawa jamaa mimi nilipoangalia mpira wao tunawamudu. Yani tunawamudu, tukitulia tunawamudu. Wanaenda kibla mapema. Au mbona eti mapema tu mbona? Basi nikushukuru Bini Simba kwa kuungana nasi na kuzungumza nasi kupitia Lake Media.
Asante sana ndugu yangu. Asante sana. Na tulikuwa nazungumza na mwanachama wa klabu ya Simba Bini Simba kizungumzia kuhusiana na sakata la wazee wa Simba ambao walienda pale dimba la Mkapa na kumtaka meneja wa uwanja aweze kukaa pembeni, na yeye kwa upande wake aje kubaliana nao. Kikubwa ni kila mmoja anaweza kuwa na mtazamo wake. Mimi naitwa Lugano Izala. Asante sana kwa kuchagua Like Media na kuwa miongoni mwa watu ambao wanaendelea kufuatilia taarifa mbalimbali za kimichezo. Nikushukuru, naendelea kuwa nasi. Chao.